Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne tarehe 12 mwezi wa 5 2026, katika juma la 6 la Pasaka mwaka wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 aya 22 hadi 34. Somo la Injili katika Injili ya Mwinjili Yohani sura 16 aya 5 hadi 11. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye, unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hiyo, huzuni imejaa moyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari yetu ya siku hii ya leo, tukiongozwa na maneno haya ya sehemu ya Injili tuliyoisoma leo. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu. Wapendwa wasikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anahubiria wanafunzi wake maneno haya: ni faida kwenu mimi niende. Maneno haya yanasikika ya ajabu na ya kushangaza kwa wale walioyasikia. Na hata leo, wapendwa katika Kristo, tunaweza kujiuliza vivyo hivyo. Je, tunapoteza kitu kikubwa Yesu anapoenda? Je, ni jambo jema kwa watoto kumpoteza baba yao, kwa kondoo kumpoteza mchungaji wao, au kwa wagonjwa kumpoteza daktari wao? Hata sisi leo tunapoishi katika ulimwengu wa msongo wa mawazo, wa wasiwasi juu ya kesho yetu, wa upweke unaofichwa na simu za mkononi na mitandao ya kijamii, bado maswali haya yanabaki kutusumbua. Hata hivyo, Kristo anathibitisha hilo, wala hasemi tu si vibaya au itawezekana kustahimili, bali anasema ni bora. Hebu tuchunguze wapendwa, ni kwa nini Yesu anasema hivyo? Sababu anayoitoa Yesu ni hii: kwa maana mimi nikienda nitamtuma kwenu, bali mimi nisipoenda huyo msaidizi atakuja kwenu. Kristo alipokuwepo katika mwili, wanafunzi walishikamana naye kwa upendo wa kibinadamu, waliishi naye, walikula naye, waliongea naye na mengine mengi. Vivyo hivyo sisi leo tunaweza kubaki katika kumtafuta Mungu kupitia njia za nje tu, na hata hivyo kushiriki ibada ya misa kwa mazoea tu, sala kwa mdomo tu, au hata dini kama desturi ya kijamii, bila kumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani ya mioyo yetu. Hivyo ndugu zangu wapendwa, wanafunzi wa Yesu iliwapasa kuachiliwa kutoka katika mshikamano huo ili wapate jambo zuri zaidi, si uwepo wa mtu mmoja mahali pamoja, bali Roho wa Mungu anayekaa ndani ya kila mmoja na mahali pote wakati huo huo. Roho Mtakatifu hamuondoi Kristo, bali anafanya uwepo wake uwe kamili zaidi kuliko alivyoweza kuwepo katika mwili. Wapendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo anaweka mbele ya wanafunzi wake, nasi vile vile, kazi tatu za Roho Mtakatifu. Kwanza, anawahakikishia ulimwengu dhambi ya kutokumwamini Kristo, ambayo ndio chanzo cha dhambi nyingine zote na inampoteza mtu mbali na Mungu. Pili, anashuhudia haki ya Kristo, kwamba ingawa ulimwengu ulimhukumu na kumsulubisha, Mungu Baba alipindua hukumu hiyo kwa kumfufua na kumchukua mbinguni. Tatu, anatangaza kwamba hukumu ya shetani imeshafika tayari, kwani nguvu zake zilivunjwa kabisa
pale Kristo alipokufa na kufufuka kwa utukufu. Basi ndugu zangu wasikilizaji, tusihuzunike kana kwamba Kristo ametuacha. Hajatuacha, bali amekuja kukaa ndani yetu. Katika nyakati hizi ambazo wengi wetu tunajisikia peke yetu, hata tukiwa katika umati, tukishindwa kulala usiku, tukibeba mzigo wa wasiwasi, wa matatizo ya kazi, ya ndoa, ya watoto au masomoni, tuwe na hakika kuwa Roho Mtakatifu yupo, na Roho aliyetumwa si kipawa kidogo kuliko uwepo wake mwenyewe. Yeye ni Roho wa Kristo, chachu ya upendo wa Utatu Mtakatifu uliomwagwa juu ya kanisa. Tufungue mioyo yetu ili kumkaribisha ayaongoze maisha yetu. Wapendwa, huu ndio utendaji wa Roho Mtakatifu hata katika zama zetu. Anawasha moto wa imani mioyoni mwetu, anafunua ukweli kwa mtu anayeutafuta, anaitahadharisha dhamiri ya mtu anayetenda mabaya hata kwa siri. Pia anayemkaribisha Roho Mtakatifu ataongozwa katika kweli yote, atamfariji katika huzuni yote, na atampa nguvu ya kusimama imara kwa jina la Kristo katika dhoruba zote za ulimwengu huu. Basi ndugu zangu, tuishi tukijua kwamba Kristo yuko pamoja nasi, si kwa macho ya mwili, bali kwa imani na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika mazingira yote tunayopitia leo. Iwe ni huzuni ya kumpoteza mpendwa wetu, changamoto za kiuchumi, migogoro ndani ya familia, ahadi ya Kristo inabaki imara, kwa maana yeye mwenyewe alisema, nami niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa nyakati. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura 28 aya 20. Ahadi hii ni ya kweli na inatimizwa katika nyakati zote kwa kazi ya Roho Mtakatifu aliyeahidiwa. Tafakari hii imeandaliwa na mimi Frateri Charles Silayo kutoka Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ninayosoma masomo yangu ya teolojia mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.